Uenda ulikuwa mpenzi wa game sana na ukawa unacheza magame mbalimbali, ila kuna game linaitwa Subway Surfer. Naamini kama wewe ni mpenzi wa magame, basi ili game umeshalicheza. Ni moja kati ya game ambalo linazungumzia kisa cha kweli kabisa, ila wengi hawajui kwamba hii ni story ya kweli. Hili game ukiwa unacheza unamuona kama kuna dogo anakimbia na mbele yake anakimbia kama ni kwenye reli, na nyuma kuna polisi ambaye anamkimbiza. Na kama polisi kidogo akianguka, basi polisi atamkamata moja kwa moja. Sasa ile story sio ya uongo, ni story ya kweli kabisa, na aliandika hii story ni baba yake wa huyu mtoto. By the way, huyu mtoto alifariki dunia. Alikuwa ni mtoto ambaye anapenda sana reli, alikuwa anacheza sana kwenye reli, alikuwa anacheza sana kwenye treni, alikuwa anapenda muda wake mwingi kutumia kwenye reli. Na alikuwa na hii hapa ambayo surfboard ambayo alikuwa anatumia sana kuchezea sehemu ya relini. Na licha ya hivyo alikuwa na peni fulani hivi, hizi tunaziita kama ni spray pen, ambayo kazi yake kubwa ni kuchora mchoro kwenye ukuta. Kwa hiyo na spray ya kuchorea kwenye mchoro, na alikuwa anapenda sana kutumia muda mwingi sana kuchora michoro kwenye ukuta ambao uko pembeni ya reli, na vile vile kusafa katika reli au kukimbia relini alikuwa anapenda sana. Sasa siku moja katika usiku alikuwa anacheza relini, alikuwa anakimbia sana, ila hakujua kwamba treni ilikuwa liko karibu linakuja. Alikimbia mno. Baada ya kukimbia, bahati mbaya alijikuta amekwama pembeni ya reli, yani alikuwa amekwama relini, na treni ilikuwa inakuja kwa kasi na halikumuona kabisa. Ila treni ilikuwa inakuja kwa kasi, dogo amekwama pembeni yake. Kulikuwa kuna polisi kwa mbali, alikuwa anamuona dogo amekwama kwenye reli na treni inakuja. Ila polisi alikuwa mbali sana kuja kumsaidia dogo. Polisi alikuwa anatamani kumsaidia dogo, ila polisi alivyokuwa anakaribia kuja, dogo tayari treni ilikuwa limeshamkanyaga na akafa pale pale. Sasa baada ya kisa kile, babake aliumia sana, manake mwanae alikufa relini na mtoto wake alikuwa anapenda sana treni. Akaamua andike story nzima ya Subway Surfer. Babake alikuwa na majonzi sana. Ndio maana hili game kama umecheza vizuri ya Subway Surfer halina mwisho. Unaweza ukakimbia na usifike mwisho. Yani hili game halina mwisho, yani dogo atakimbia tu. Kwa sababu babake aliamua kutengeneza endless game, yani game ambalo halitoisha, ili kucelebrate au kufurahia maisha ya mtoto wake kipindi bado yuko hai. Ndio maana ukicheza hili game unaweza kaona dogo anakimbia na hafiki mwisho, na utaona kama anakimbizwa na polisi. Yule polisi anayemkimbiza sio kwamba ni adui, ila ukiangalia kwenye game unaweza kudhani kama ni adui anamkimbiza au ni polisi mbaya anamkimbiza, ila yule polisi anamkimbiza dogo kwenye game kazi yake kubwa ni kumuokoa dogo ili asife. Yani babake amecheza ile story ambayo mtoto wake alikufa na polisi alikuwa anataka kumsaidia. Kwa hiyo hapa polisi anamkimbiza huyu dogo ili asife, ili asipate shida yoyote, amtoe kwenye reli. Ndio maana ukianguka tu kwenye game, polisi moja kwa moja anakuwa amesha kukamata. Hii ni Subway Surfer, ni story ambayo iliandikwa kimajonzi zaidi. Ukiangalia unaweza kuona kama ni mchezo wa kawaida, ila bali ni majonzi makubwa ambayo huyu baba aliyapitia hadi akaamua kutengeneza hili game, ili mradi kuweza kuya display au kuyaishi maisha ya mtoto wake, na watu waendelee kucheza, watu waendelee kumkumbuka mtoto wake. Kama umewahi kusikia Subway Surfer, basi hii ndio ilikuwa ni story nzima ya Subway Surfer. Sio game la kufurahisha, ila by the way ni story yake inahuzunisha sana katika utengenezaji wa hili game. Mimi nafahamika kama Cruise Story. Ukisubscribe channel yangu ya YouTube utakuwa umefanya jambo jema sana, ili kuweza kufahamu mambo ambayo hutoambiwa na mtu yeyote.